Mungu kwa sababu uko pamoja nasi kutusaidia na kutuwezesha katika mambo yote, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Baba kwa sababu uko pamoja nasi kutuvusha katika kila pito, katika jina la Yesu aliye hai nimeomba. Amen. Karibu. Bwana asifiwe sana. Basi ni siku nyingine tena tunayo ya kuendelea na ratiba kuombea familia, na ningependa niseme maneno ya machache kwa utangulizi. Usiyeweza kuombea familia yako, umefanya familia yako itaabishwe na shetani. Kwa hiyo imetupasa kuombea familia zetu kwa nguvu, ili ile nguvu ya Mungu iweze kuflow, kubadilisha maisha ya watu. Maisha ya watu hayatabadilika kama watu wataendelea kuishi kama walivyoishi tangu juzi, tangu jana, wanaishi hivyo hivyo. Hapana. Maisha ya watu yatabadilika endapo watu watakuwepo wakiomba. Haleluya. 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 Kwa leo tuna ujumbe mdogo wenye kichwa kinachosema Mungu kakuweka wewe ili kutatua matatizo yaliyopo ndani ya familia yako. Mungu amekuweka wewe ili utatue matatizo yaliyopo ndani ya familia yako. Mungu amekuweka wewe ili utatue matatizo yaliyopo ndani ya familia yako. Sasa ili uweze kuyatatua, hutayatatua kama wewe utakuwa na uzembe mwingi. Utayatatua endapo tu utakuwa shujaa wa kuomba, wa kutafuta mapenzi ya Mungu, wa kusimama katika zamu yako na kuyafanya ambayo Mungu anataka. Ukiwa mzaifu, ukiwa mzembe, hakuna kitakachotokea. Kwa hiyo watu wataendelea kuteseka tu, lakini kama ukiwa na bidii utasababisha ukombozi. Utasababisha watu wakombolewe kwenye familia, na kwa hakika utafurahi wewe pamoja na uzao wako. Sasa niseme hivi, kila familia inayopitia mapito ya aina fulani, kuna mtu ametumwa kwa ajili ya familia. Na huyo mtu anaweza akazaliwa kwenye familia au akazaliwa nje ya familia, lakini wengi waliopakwa mafuta ya kukomboa familia, wengi wamezaliwa ndani ya familia, na wengine wamekuja kwenye familia kama wakiitwa wake. Yani Mungu akamtuma mtu kwenye familia fulani, akazaliwa kwenye familia au akaolewa kwenye ile familia. Zilikuwepo familia nyingi sana ambapo ungeweza ukazaliwa, ungeweza ukawa Wesummeru, ukawa Mnyaturu, ukawa Msukuma, ukawa Msandao, lakini Mungu ameruhusu uzaliwe pale ulipozaliwa kwa sababu kuna kazi maalum Mungu amekusudia ifanyike pale kupitia wewe. Sema amina kubwa. Amen. Kwa hiyo hukuzaliwa kwa bahati mbaya, ulizaliwa kwa kusudi maalum ili ufanye kazi fulani. Na kungekuwa na familia nyingi ambazo mtu ongeza kaolewa. Mtu anasema, jamani mimi ningeolewa kwenye familia kama fulani, familia fulani, jamani mimi ningekuwa na maisha mazuri sana. Ungeweza ukaolewa kwenye familia kama hiyo na ukao ulishakufa siku nyingi, ulishazikwa. Kwa Mungu aliruhusu uolewe mahali fulani kwa sababu kuna kusudi la Mungu limebebwa na wewe, liko ndani yako. Mungu alikuleta kwa sababu hiyo, amekuleta ili uolewe kwenye mji kama ule, amekuleta ili uzae watoto kama hao uliowazaa. Usiseme kwamba mimi nimezaa watoto wa ajabu, hapana. Mungu alikuleta kwa ajili ya kazi hiyo. Sema amina kubwa. Kwa furahia jinsi ulivyo, furahia kuwa kama ulivyo, lakini kataa uonevu, kataa mateso, kataa kilio, kataa magonjwa, kataa mateso yanayoendelea kwenye familia. Bwana asifiwe sana. Lakini furahi tu kuwa jinsi ulivyo. Kama wewe ni kabila fulani, kwamba wewe ni uko na mapito fulani unayapitia, furahia kuwa hivyo. Kwa sababu Mungu alikuumba uyaweze haya. Na sio ya milele, sio ya kudumu. Hatusemi ufurahie mateso, no. Sisemi ufurahie mateso, ila furahia kwa sababu unapitia jambo fulani ambalo litampa Mungu utukufu kupitia wewe. Haleluya. Hebu pesa makofi utukufu tena. Hakuna jambo zuri
duniani kama ukajua unaishi kwa ajili ya wengine. Ukijua hili litakusaidia sana, kwamba wewe wengine hawezi kupenya pasipo mkono wako. Inawezekana huna fedha za kuwapa, lakini unalo neno la kumwambia Mungu kwa ajili yao. Maneno yako unayoyatamka kila siku ni mbegu kwenye ulimwengu wa roho, yakiendelea kumea na kuota, kubadilisha hali kame iliyokuwepo kwenye familia. Maisha ya familia unayajua wewe, mateso ya familia unayajua wewe, lakini kwa kusimama kwako familia itabadilika. Sema amen. Sema amina tena. Hebu sema, familia yangu itabadilika kwa jina la Yesu. Rudia tena, familia yangu itabadilika kwa jina la Yesu. Hebu sema, Mungu akiwa upande wangu, hakuna aliye juu yangu. Hebu sema, Mungu amenipaka mafuta kwa ajili ya kazi hii. Sema tena, Mungu amenipaka mafuta ili niombee familia, ili niibadilishe familia. Sema amen. Sema amen. Unajua kwa nini aliyetumwa? Sasa mtu aliyetumwa kwa ajili ya familia hukutana na upinzani mkali sana, na wakati mwingine hata yeye mwenyewe anaweza akakamatwa akafungwa. Sio kufungwa kwenye gereza nyumba, anafungwa kwenye hali fulani. Aidha uchumi hauko sawa sawa, au kwenye magonjwa, au kwenye tabu fulani anafungwa, kwa sababu ni mtu hatari, ni mtu ambaye anaweza kuleta mapinduzi ya falme za giza kwenye mji huo, anaweza kuleta mapinduzi kwenye familia hiyo. Kwa hiyo adui shetani umvizia hata katika utoto wake, au kabla hajamjua Mungu vizuri, alafu anamfunga ili asije haribu vya ufalme wake. Lakini kwa kusikia tu neno hili, hata kama kuna mtu alikuwa amefungwa, anafunguka jioni ya leo. Sema amin. Sema amina tena. Kwa sababu maandiko yanasema Mungu ulituma neno ili lituponye, litutoe kutoka kwenye maangamizo yetu. Neno la Mungu ni upanga uchinjao kuwili, ukishatamkwa ule upanga unaharibu cha shetani. Sema amen. Haleluya. Kwa hiyo yuko kila familia ina mtu aliyetumwa kwa ajili ya hiyo familia. Kila nyumba kuna mtu aliyetumwa kwa ajili ya hiyo nyumba. Kila mji ina mtu aliyetumwa kwa ajili ya mji huo. Sasa inawezekana alizaliwa kwenye mji huo, au hakuzaliwa, alikuja kama mke kuolewa kwenye mji. Yote yanawezekana, ili mradi tu Mungu akamilisha mpango wake kwenye mji. Sema amina kubwa. Na unaweza ukawa mahali unashangaa, ni kweli mapito ni mengi sana, lakini Mungu hakuachi. Yaani Mungu anakupigania kwa namna ambayo unasema kabisa huyu ni Mungu. Kila kitu, yani kweli una pesa, lakini watoto wanasoma, lakini chakula unakula, mavazi unavaa. Yani kweli kuna mahali ukifika unalia machozi, lakini Mungu achelewi, hakawii kukuokoa, kwa sababu ni mpako wa mafuta wake, ni mtu uliyewekwa kwa kazi ya Bwana. Kwa hiyo lazima ufurahie kwamba Bwana yuko pamoja nami kunisaidia. Ila ili umiliki baraka zilizotukuka, lazima usimame kwenye zamu yako, uyafanye mapenzi ya Mungu, ndio utaona ukuu wa Bwana kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa sasa leo tutaangalia ujumbe ambao unasema kwamba Mungu kakuweka wewe ili utatue matatizo yaliyopo ndani ya familia. Au kwa sentence nyingine ungesema, mimi nimetumwa kwa ajili ya wengine. Ungeweza kusema hivyo, mimi nimetumwa kwa ajili ya wengine. Okay? Sasa tuanze kuangalia maandiko. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 4. Kitabu cha Kutoka katika utumwa ile sura ya 4. Kitabu cha Kutoka Misri katika utumwa wa Farao ile sura ya 4, na tusome kuanzia mstari wa 28 hadi 31. Kutoka 4:28 hadi 31. Neno la Bwana linasema, Musa akamwambia Haruni hayo maneno yote ya Bwana ambayo alimtuma aende nayo, na ishara hizo zote alizomwagiza. Musa anamwambia Haruni maneno ambayo Mungu alimwambia kwa kumtuma aende nayo Misri, na ishara alizompa aende nazo Misri ili kuwatoa wana wa Israeli utumwani. Yaani wana wa Israeli walikuwa utumwani wakiteswa na utawala wa Farao.
Lakini Mungu akaruhusu mtoto mmoja azaliwe huko kwa Waebrania. Na alipozaliwa huko kwa Waebrania, alikutana na tangazo la kifo. Mama yake akapambana, akamtunza kwa miezi 3. Alipoona kwamba afichiki tena kwa sababu anaendelea kukua na muda umekwenda, alienda kumtengenezea kisafina, akamwachilia akaenda katika mto, mahali ambapo mabinti kwenda kukaa naye. Kumbe mtoto huyu ni aliyetumwa kwa ajili ya kuja kukomboa Israeli. Sema amina kubwa. Amen. Haleluya. Amina. Ndio maana kwenye ile ajali hukufa. Ndio maana ulipougua wewe ulipona. Wengine walikufa na ule ugonjwa lakini wewe ulipona. Kwa sababu umetumwa, kuna kazi unatakiwa kuifanya na utakufa mpaka umalize ile kazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema aliyetumwa huwa hafi. Aliyetumwa huwa hafi. Rudia tena, aliyetumwa huwa hafi mpaka amalize kazi. Hebu rudia tena, mpaka amalize kazi. Rudia tena, mpaka amalize kazi. Kwa hiyo yule mwanafamilia aliyetumwa au mtu aliyetumwa kwenye mji fulani hawezi kufa mpaka amalize ile kazi aliyowekewa na Bwana kuifanya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo walitumwa waende Misri, yeye Musa pamoja na Haruni, wakapewa na ishara watakazo kwenda nazo huko kwa Farao, ili kumshurutisha Farao awaachie watu waliokuwa wakiwatesa. Mstari wa 29. Musa na Haruni wakaenda, wakakusanya wazee wote wa watu wa Israeli. Haruni akawaambia maneno yote Bwana alionena, na Musa akazifanya zile ishara mbele ya watu. Watu wakaamini, na waliposikia ya kuwa Bwana amewajilia watu wa Israeli na ya kuwa ameyaona mateso yao, wakainama vichwa vyao wakasujudu. Yani wana wa Israeli walikuwa wameteseka miaka 430. Musa siku moja alipotokea, ni mtu aliyemjua sana, alikulia kwao kwa muda mrefu. Alipotokea akiwa na Haruni, wakawaambia kwamba Mungu ametutuma kuja kuwatoa kwenye utumwa huu ambao mmeteseka nao miaka 400. Alafu wakafanya ishara ambazo Mungu alikuwa amewapa wazifanye. Na walipozifanya zile ishara, wana wa Israeli wakaamini kule utumwani. Waliposikia kwamba Bwana amewajilia ili kuwaokoa, basi waliinama mpaka chini wakasujudu mbele ya watu hawa wawili waliotumwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ataitoa familia inayoteswa na uchawi mpaka amemtuma mtu. Sema amina. Amen. Mungu ataikomboa familia inayoteswa na roho za asili, magonjwa na laana mpaka amemtuma mtu ampe mamlaka, ishara za kukomesha hiyo laana, ishara za kukomesha magonjwa, ishara za kukomesha uchawi, ndipo Bwana atakapoiokoa hiyo familia. Sema amen. Amen. Lazima mtu akitumwa apewe kinywa cha kunena, na hicho kinywa kilichopakwa mafuta na Bwana kikitamka neno litatimia kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina. Wewe ndio kubadilisha yale mambo ambayo yanatesa familia. Wana wa Israeli waliteseka utumwani, lakini alizaliwa Mwisraeli mwenzao aitwaye Musa, akatumwa, na Haruni akiwa ni ndugu yao pia alitumwa pia. Si ajabu ndugu yako katumwa kukuokoa wewe, sio jambo la ajabu, ni jambo ambalo lipo tangu zamani. Sema amen. Sema amina kubwa. Sasa wengine wamebebeshwa mzigo na hawatoki. Yani akitaka kufanya mambo yake mengine hawezi. Anasikia tu mzigo wa kuomba, na mzigo aliokuwa nao wa kuombea familia, kuombea tu ndugu, kuombea tu familia, kuombea tu ndugu, kwa sababu yeye ametumwa na amepakwa mafuta kwa ajili ya hao ndugu zake. Sema amina kubwa. Haleluya. Haleluya. Jumatatu tunaanza mafundisho. Na mafundisho yetu ile kongamano letu la maombi litakuwa na mafundisho maalum kabisa. Dunia imefika mwisho kabisa. Lile hekalu la ulimwengu mzima limeshajengwa, limeshamalizika na limezinduliwa. Na imezaliwa dini mpya sasa inaitwa Krislam. Ni dini mpya iliyokuja duniani sasa, ambapo inaunganisha Wakristo na Waislamu kusali katika hekalu moja ambalo limeshajengwa na kuhamiwa kabisa.
Na Biblia sasa zitakazokuja zimechanganyikana. Upande mmoja utakuwa na Biblia na upande wa pili utakuwa na Qur'an, ili yatimie maandiko yaliyonenwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Na baada ya hayo kidogo tu, kitambo kidogo sana, Yesu atafunuliwa. Kwa hiyo yako mambo mengi nitakayoeleza katika lile kongamano kwa ajili ya kuwasaidia Wakristo wajue nyakati tunazoishi. Sema amina kubwa. Wakati tukipigana kila mtu atoke mahali alipokwama kiuchumi, tunaelezana pia dunia ilipofika. Sema amen. Amen. Sema amen tena. Sema amen tena. Kwa hiyo wewe kama umetumwa kwenye hiyo familia, ujue kabisa Mungu alikupaka mafuta. Sema amen. Yeremia sura ya 19. Tusome kitabu cha Yeremia ile sura ya 19, tukiendelea kujifunza na kuangalia yule aliyewekwa kwa ajili ya familia au aliyetumwa kwa ajili ya familia. Yeremia 19:14 hadi 15. Yeremia 19:14 hadi 15, tusome pale. Yeremia 19:14 hadi 15. Neno la Bwana linazungumza hivi. Yeremia 19:14 hadi 15. Neno la Bwana linasema, kisha Yeremia akaondoka huko Tofethi, huko ambako Bwana alimtuma atoe unabii, naye akasimama katika ua wa nyumba ya Bwana, akawaambia watu wote, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tazama nitaleta juu ya mji huu na juu ya vijiji vyake vyote mabaya yote niliyoyanena juu yake, kwa sababu wamefanya shingo zao kuwa ngumu, kusudi wasiyasikie maneno yangu. Haleluya. Haleluya. Hapa tunamuona Yeremia alitumwa, akaenda akasimama mahali, akazungumza maneno juu ya vijiji. Nimekwambia mtu anaweza akawa umetumwa mahali kwenye familia au kwenye kijiji au kwenye ukoo au kwenye taifa. Sasa wewe uko hapa ukiweza kufunga na kuomba. Wangapi wamefunga? Wangapi wamefunga? Kuna maombi binafsi. Wangapi? 1, 2, 3, 4. Sasa na mimi pia nimefunga na maombi yangu binafsi. Sasa unaweza kuona katika hao waliofunga, ukiwauliza 4 wanafunga hapa na mimi 5, ukiwauliza mmoja mmoja, kuna mmoja atakwambia mimi naombea familia. Muulize angependa familia yake iweje, anayo picha kichwani kwake. Yaani anatamani familia yake iwe na mabadiliko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aonavyo ndivyo Mungu aonavyo ndani yake. Sema amina. Aliyempa uwezo huo kupata hiyo picha ni Mungu. Sikiliza nikwambie, jambo hili litakusaidia. Usifikiri kwamba kile Mungu alichokitaka kwa ajili ya familia yako kimeshafanyika, au kuna mtu ambaye kashakifanya. Hapana. Kuna mema ambayo familia yako ilitakiwa kuyapata ambayo bado hayajakuwepo na hayajawahi kutokea. Kuna hatima ambayo familia yako ilitakiwa iwe nayo ambayo haijawahi kutokea na wala haipo kwa sasa, ila inasubiri wewe ulipe gharama, uombe kwa ajili ya hiyo hatima iweze kuwapata ndugu zako, na wewe pia uweze kunufaika wewe na uzao wako. Baada ya hilo kumalizika, utarudi kwa Muumba wako na utavikwa taji. Wengine wataneemeka kupitia kile ulichokiachilia wewe, na baadaye watajua Mungu amewakumbuka. Sema amen. Amen. Israeli walipotokewa na Musa alianza safari ya kuwachukua kuwapeleka nchi ya Kanaani, lakini hawakufika katika nchi ya Kanaani. Hawakufika, walifia njiani kwa sababu shingo zao zilikuwa ngumu. Lakini Musa alitumwa, akapewa mafuta kwa ajili yao. Alipakwa mafuta kwa ajili yao. Sema amen. Tunaposema mafuta, ni ile neema ambayo Mungu ameiachilia kwako, ule uwezo ambao Mungu amekupa. Ndio maana unaweza kufunga, ndio maana unaweza kusema mimi nafunga, mimi nataka niombe, mimi nataka niombe. Haleluya. Haleluya. Na binti yangu pale alikuwa ameniambia, alikuwa ameanza maombi yake ya kufunga siku 30. Nikawa namzuia, namwambia hivi, usifunge siku 30. Funga angalau siku 14 au 21 nikuone. Bwana asifiwe sana.
Kwa sababu mimi namwangalia namuona sasa binti huko kwetu akifunga siku 30 akipata shida hapa mimi ndo wa kuulizwa. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa kukasirika sana akasema mimi nataka nifunga, nasikia msukumo kufunga maombi ya siku 3 kavu. Nimeshindwa kuzuia hilo. Hiyo sio binadamu anaachilia. Bwana asifiwe sana. Sio mwanadamu ameachilia, ni Mungu anaachilia, na ana kitu anakitengeneza ndani ya mtu. Ana kitu anakitengeneza kupitia mtu. Yaani ili Mungu aweze kufika mahali fulani, anataka chombo kisafi. Si unanielewa? Hebu sema chombo kisafi. Rudia tena chombo kisafi. Yaani ili Mungu aweze kula kwenye bakuli ya aina fulani, inatakiwa hiyo bakuli iwe safi kabisa. Sasa Mungu akitaka kumtumia mtu ili kufikia watu au kufikia familia, anataka huyo mtu ajitenge kwa maombi, ajitakase, ajiweke safi ili Mungu amtumie kwa ajili ya kufanya kazi fulani. Haleluya. Na hapo ndipo mtu anaanza kutaabika, anasikia nafsi yake haitaki chakula, anataka afunge tu, anataka aombe. Wakati mwingine angependa hata ajitenge, atake kuonana na watu, kwa sababu kuna kitu Mungu anatengeneza kupitia yeye. Sema amen. Amen. Uko hapa, familia iko mbali, inaweza ikawa iko Dodoma, iko Mbeya, lakini maandiko yananiambia hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Sema amen. Kwa hiyo naweza nikawa hapa nikawa nashughulika na tatizo liloko Singida, naweza nikawa hapa nikashughulika na tatizo liloko Kilimanjaro au liloko Dar es Salaam, kwa sababu roho haizuiliki. Roho inaweza kufika mahali popote na kufanya mapenzi ya Mungu mahali pale. Sema amen. Amen. Kuna familia zinaenda kubadilishwa kabisa katika maombi haya ya familia tunayoenda nayo, especially yale tunaoanza siku ya Jumatatu ambayo ni maombi ya kufunga siku 14. Familia za watu zinaenda kubadilika kabisa na kuinuka na kuwa na uchumi mwingine tofauti na kuwa na heshima nyingine tofauti, kwa sababu jambo jipya linaenda kuumbika kupitia mtu mmoja ambaye Bwana amempaka mafuta kwa ajili ya familia. Amen. Haleluya. Hakuna atakayeweza kujiunga kwenye yale maombi ila wale waliochaguliwa na Mungu. Waliochaguliwa tu na Mungu ndio wataweza. Haleluya. Alafu ni hivi, yale maombi tutafunga sana, lakini hakuna mtu atakayepungua. Kila mtu atabaki na afya yake. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Au nielewe ninachoongea. Yaani kila mtu atabaki na afya yake. Watu wakimtazama watafikiri kama kufunga, kwa sababu Bwana atawapa neema, atawapa special grace kuweza kusurvive. Sema amina kubwa. Amen. Yaani mtafika pale mlipokusudiwa na mapenzi ya Mungu yatatendeka. Na familia zitainuka, zitapata viwango vipya kimaisha. Haleluya. Amina. Yeremia akaenda akapiga kelele kama alivyotumwa na Bwana. Hebu sema Yeremia akaenda akapiga kelele. Hebu sema alitabiri. Unajua wakati ule unaposema Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninarudisha neema yako iliyopotea kwenye familia, ninairudisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaondoa kila aina ya madhabahu za kipepo, madhabahu za miungu, madhabahu za mashetani, ninaziondoa. Kuna jambo linafanyika kwenye ulimwengu wa roho. Ile roho yako iko kazini ikipindua madhabahu. Yaki laiti ungeona kwa macho ya damu na nyama, ungeweza kujitutumua na kujiona mtu mkubwa sana. Yamkini ungeanza kutembea, ungetamani utembee hewani watu wakuone, kwa sababu roho inafanya mambo makubwa ikiwezeshwa na Bwana. Sema amen. Amen. So familia ya mtu itaenda kubadilika kabisa kupitia hayo maombi. Haya maombi tunayofanya ya familia, na yale familia za watu zitabadilika completely. Amen. Ali kufundisha kitu, sio kwenda kwenye maombi na kubandikwa mikono sana ndiko kunakosababisha ufunguliwe au kufikia level fulani au kupata complete ile deliverance, ila ni wewe kuizoesha roho yako kuwa karibu na Mungu. Biblia inasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia, mpigeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo kadiri unavyomkaribia Mungu, Mungu ni moto ulao. So ule moto ulao unashughulika na matatizo yanayotesa maisha yako, ufalme wa giza unavunjika na mapepo yanakimbia na kukuacha. Sema amen. Amen. Umaskini ni pepo kama mapepo mengine. Bwana asifiwe sana. Amen. Kila teso unaloliona lina roho nyuma yake. Ukifunga na kuomba, bila shaka mabadiliko makubwa yatatokea. Hebu tusome kitabu kile cha Ezra, ile sura ya Ezra
ile sura ya 10 na mstari wa 4. Ezra sura ile ya 10 na mstari wa 4. Naomba mtu mmoja kama umefika usome. Ezra 10:4. Rudia tena. Inuka maana shughuli na kuhusu wewe. Inuka maana shughuli hii inakuhusu. Yaani kwenye familia walizaliwa wale watoto wote jinsi walivyozaliwa, lakini walizaliwa na mtu wa kuwaokoa. Kama ilivyokuwa kwa Yusufu, alitakiwa lazima apite kwenye majaribu yote ya kuuzwa na kupelekwa mpaka Misri na kufungwa gerezani. Lakini ikiwa yeye ndiye aliyebeba familia, yeye ndiye aliyebeba taifa, ili mpasa alipe gharama zote hizo ili aweze kusimama na familia yake na kuiponya. Sema amina. Kwa hiyo Ezra anasema inuka maana shughuli hii inakuhusu wewe. Ujipe moyo mkuu ukaifanye. Sisi tuko pamoja nawe. Sisi tuko pamoja nawe. Nakwambia inuka. Bwana asifiwe sana. Nasema inuka mwanangu, shughuli ya familia yako inakuhusu wewe. Ujitie moyo na mimi niko pamoja nawe. Sema amina. Inuka, shughuli ya familia ya kuleta mabadiliko, kukomesha mateso ndani ya familia, kukomesha magonjwa, kuondoa umaskini, hiyo shughuli inakupasa wewe, inakuhusu wewe. Komesha madhabahu za kichawi, madhabahu za matambiko na miungu isiyokuwa Mungu inaoabudiwa, hiyo shughuli inakuhusu wewe. Na mimi mtumishi wako niko pamoja nawe kuifanya hiyo kazi mpaka ushinde kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Inuka maana shughuli inakuhusu wewe. Sijui kama unanielewa ninachokiongea. Yaani shughuli inakuhusu wewe. Familia iko kama ilivyo kwa sababu wewe hujainuka. Inuka shughulika na familia. Familia iko kama ilivyo kwa sababu wewe umetengwa kwa ajili ya kazi hii, lakini bado hujakaa kwenye nafasi. Inuka ukaitende. Amen. 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 Twende kwenye kitabu cha Luka. Luka mtakatifu ile sura ya 4. Nitasoma kuanzia mstari wa 16 hadi 19. Yesu anazungumza maneno haya kwa sababu ili uifanye kazi lazima uwe na special anointing. Biblia inasema kwenye Luka 4:16 hadi 19 inasema, akaenda Nazareti hapo alipozaliwa. Unaona Yesu anarudi pale alipozaliwa. Yaani huyu anarudi pale alipozaliwa, sio nje hapa. Anasema akaenda Nazareti hapo alipozaliwa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Yaani alikuwa ni desturi yake, ni tabia yake kwenda kanisani mara kwa mara. Ni desturi, ni tabia. Lakini hiyo siku ikaja kitofauti. Sema siku ya tofauti. Kwa hiyo akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa. Okay. Yaani ameingia hekaluni, akapewa chuo, na ni kawaida yake kwenda hekaluni. Ila siku anatafuta mahali palipoandikwa, anapajua pako mahali palipoandikwa, anapatafuta. Unanielewa vizuri? Anatafuta mahali palipoandikwa ili aweze kupasoma. Akapapata. Pameandikwa hivyo, Roho wa Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Haleluya. Anasema amenituma, amenipaka mafuta alafu amenituma. Haleluya. Haleluya. Kumbe kila kazi inayotendeka lazima kuwe na mafuta ya kuitenda hiyo kazi. Kila kazi inayotendeka lazima iwepo mafuta ya kuitenda hiyo kazi. Sema amina kubwa. Amen. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Utawala wa giza
juu ya maisha yangu, juu ya familia, na uvunja kwa ile mafuta niliyopewa, yale mafuta niliyopewa, yale mafuta niliyopewa. Rudia tena, yale mafuta niliyopewa. Ninaharibu ile kazi ya giza juu ya maisha yangu kupitia mafuta ya Roho Mtakatifu, ya Roho Mtakatifu, ya Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu. Amen. Pesa kwa vitu. So kila kazi ambayo Mungu anaitoa kwa ajili ya mtu au kwa ajili ya familia fulani, kuna mafuta huyo mtu anapewa au anapakwa kwa ajili ya kuifanya ile kazi na kuikamilisha. Haleluya. Hakuna kazi inayotendeka ambayo Mungu akumpaka mtu mafuta ambaye yeye amewekwa kwa ajili ya kusimama na hiyo familia au kwa ajili ya kusimama na huo mji au kwa ajili ya kusimama na hilo taifa. Yanakuwepo mafuta maalum ya kuifanya hiyo kazi. Sema yako mafuta. Rudia tena, yako mafuta. Rudia tena, yako mafuta. Rudia tena, yako mafuta. Rudia tena, yako mafuta niliyopakwa. Najua hivi nikuulize, kwa nini kunguru alitumwa kwa Elia? Mimi ilikuwa sijagundua siri kubwa iliyoficha pale. Nimekuja kugundua kumbe kunguru ni ndege wa ajabu sana. Katika ndege wote unaowaona, kunguru ni ndege mwenye akili, anayefikiria pia kuhusu mipango ya siku zinazokuja. Na ni ndege pekee ambayo ukimtendea mema anakumbuka wema aliotendewa. Ni ndege pekee anayekumbuka sura ya mwanadamu. Yaani anamkumbuka. Ukimfanyia kitu kibaya, akikuona atakukumbuka. Ukimfanyia kitu kizuri, akikuona atakukumbuka. Ndege wa ajabu. Lakini alikuwa ni ndege pekee, hata wanaosoma species za ndege wanasema yuko tofauti na ndege wengine wote. Yaani yeye yuko katika kundi lake mwenyewe kwa sababu ya kuwa na tabia zake mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu alimtuma kunguru ili aweze kukumbuka mahali Elia alipo na amfahamu kwa sura aliyokuwa amepewa na Mungu au alikuwa ameonyeshwa na Mungu. Kwa sababu kunguru yeye hukumbuka sura ya mtu. Huikumbuka sura ya mtu. Ukimpiga akikuona atakukumbuka. Hata kama ulimpiga Dar es Salaam akaenda kukuona Mwanza, atakukumbuka. Na ukimtendea mema Dar es Salaam ataenda kukutana na wewe Shinyanga, atakukumbuka. Ni ndege pekee mwenye kukumbuka sura ya mwanadamu au sura ya mtu. Haleluya. Haleluya. Alitumwa aende mpaka pale ndani ya kile kijito, chini ule mretemu, na kuanzia kule kwenye kijito kile kilichokuwa kimekauka, lakini alitumwa apeleke chakula. Kwa hiyo ndege aliyetumwa alitakiwa kukumbuka eneo na akumbuke sura ya huyo mtu anayempelekea. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Amen. Sema yuko aliyetumwa kwa ajili yangu. Rudia tena, yuko aliyetumwa kwa ajili yangu. Sema yule aliyetumwa kwa ajili yangu yuko wapi? Sema aliyetumwa kwa ajili ya familia yuko wapi? Kwa ajili ya familia yuko wapi? Yaani yale mambo unaona yanaendelea kwenye familia, kuna aliyetumwa. Kuna aliyetumwa kuja kuendeleza huo nchi ambaye ataleta furaha kwenye familia, lakini kuna jemedari la kimungu limetumwa kwa ajili ya kuvunja falme za giza na kubomoa kila mpango wa kuzimu wa kuvuruga hiyo familia. Sema amina. Na huyo anaweza kama hana gari, ni Elia aliyetumwa kwa ajili ya kupambana na falme. Sema amina. Lakini yuko Yusufu aliyetumwa kwa ajili ya kuhakikisha familia inapata chakula. Oh my God. Haleluya. 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 Ezo kwa jina la Yesu aliha. Tawala za giza zinazotesa familia leo naziangusha kwa jina la Yesu aliha. Na kwa damu ya Yesu kupitia Roho Mtakatifu. Sema Roho wa Bwana yuko juu yangu. Roho wa Bwana yuko juu yangu. Jioni leo kuangusha falme za giza zinazotenda kazi kwenye familia kwa jina la Yesu. Falme anguka, falme anguka, falme anguka.
Anza kutamka ukiwa umekaa. Tamka zile falme zianguke. Ripa shatata baba ya masa teke. Tamka ukiwa umekaa. Tamka ukiwa umekaa. Tamka ule falme vunjike kwa jina la Yesu. Falme za mashetani, falme za kichawi, falme za kikanga, falme za umaskini, mateso, uonevu, anguka kwa jina la Yesu aliye hai. Nataka kusikia sauti yako, sauti yako, sauti yako. Magonjwa na laana, roho za kukataliwa, roho za uhitaji, roho za madeni, tamka anguka, anguka, anguka. Robo shata, ipa kabaye, lima shata kabaye, lama shata kabaye, hori kama yendere bosaya, lika blinde zendere bosundo, lika blinda dakaba. Ninangusha utawala, ninavunja utawala kuzimu, ninavunja kwa mamlaka jina la Yesu. Ninapomoa hiyo ngome, ninaivunja hiyo ngome, ninaiangusha kwenye familia, roho za kukataliwa, anguka, achilia kwa jina la Yesu aliye hai. Roho ya umaskini, ibaba ye, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaangusha sasa. Mimi niliyetumwa kwa ajili ya familia yangu, mimi niliyetumwa kwa ajili ya ndugu zangu, ninakatilia mbali maarifa ya adui, maarifa ya kichawi, laana na kila mpango wa kuzimu, ninakatilia mbali. Mimi niliyetumwa kwa ajili ya nyumba yangu, mimi niliyetumwa kwa ajili ya ndugu zangu, ninaharibu maagano yao, ninaharibu viapo vyao, ninapasua kila kifungo kwa jina la Yesu, kwa uwezo wa Roho, ninakatilia mbali. Inua sauti, lazima wajue katika falme za giza kwamba yuko aliyetumwa na amepakwa mafuta. Tamka, nimepakwa mafuta kwa ajili ya mji wangu, kwa ajili ya nyumba yangu. Falme za giza nisikie. Tamka, falme za giza nisikie. Falme za kichawi nisikie. Nimepakwa mafuta kwa ajili ya mji wangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya falme za giza, falme za kipepo, zile falme za kichawi. Kalabade baba, nanyunyiza damu ya Yesu, ninainyunyiza damu ya Yesu, ninaiachilia damu ya Yesu kuharibu kila roho ya uharibifu kwa jina la Yesu. Ninakomesha kila roho ya mateso kwa jina la Yesu aliye hai. Ninapingana na ufalme, ninapingana na ufalme kwa jina la Yesu. Rababaye makabatia lamba shata kabaye riba kabasanto likabaye. Kwa damu ya Yesu ninaangusha falme, ninavunja maagano yao, ninaharibu viapo, uchawi wote na ukanga, uchawi wote na usultani wote, ninavunja, ninapomoa kwa jina la Yesu. Viapo na maagano ninateketeza kwa moto wa Roho Mtakatifu. Moto la kwa jina la Yesu. Ninaagiza kila utawala uvunjike, utawala wa giza vunjika, utawala wa magonjwa vunjika, utawala wa laana vunjika kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Pambana. Kuna jambo linaendelea. Pambana. Paulo na Sila walipoomba gerezani, misiki ya gereza ilitikiswa. Omba. Kata uonevu unaoendelea kwenye familia, kata magonjwa yanayoendelea kwenye familia, kata laana inayoendelea kwenye familia, kata kwa jina la Yesu. Ninakataa uonevu wa giza, uonevu wa kichawi, uonevu wa kikanga unaotesa familia, magonjwa ya kuzimu, mapepo yaliyotumwa kutesa familia, kutesa nyumba yangu, kutesa watoto. Leo nakomesha, leo nalipua. Ramashata kabaya. Tamka. Falme za giza ziachilie. Watoto wasome, mume apate kazi, kuzako apate kazi, wajenge nyumba, wamiliki baraka zao. Tamka kwa jina la Yesu. Waliofukuzwa nyumbani warudi nyumbani. Inua sauti yako. Kemea. Baba.
sheria za kichawi za kiganga, sheria za mizimu na washetani. Ndio wewe ndio uliyetumwa, wewe ndio uliyetumwa. Wewe ndio uliyepakwa mafuta kwa ajili ya wengine. Wewe ndio uliyepakwa mafuta kwa ajili ya hao wengine. Wewe ndio Mungu amekuamini. Wewe ndio uliyepakwa mafuta. Mungu amekuchagua wewe uombe. Mungu amekuchagua wewe uombe. Wewe ndio Mungu aliyekutenga. Ndio maana mabaya yakitokea haufi. Ndio maana mabaya yakitokea hayakushindi wewe. Maana Bwana amekuweka wewe kuwa silaha. Bwana amekuweka wewe kuwa mshale uliosuguliwa, uliowekwa kwenye moto. Wewe ni mshale uliosuguliwa sana. Bwana anakutazama. Bwana anakutazama wewe kwa ajili ya hiyo familia. Wewe uliyepakwa mafuta. Wewe uliyepakwa mafuta kwa ajili ya wewe, kwa ajili ya hiyo nyumba, kwa ajili ya uamsho. La Baba ye ikabadia la mashata kabaya rama santolo toboyo raba baba ole baba kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Ndio, inua sauti yako pale. Inua sauti yako pale kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ondoa roho za uharibifu, roho za uharibifu, roho za uharibifu. Ziondoke, ziachilie. Roho za uharibifu ziondoke, ziachilie familia. Ziondoke, ziachilie familia. Roho za uharibifu ziachilie familia kwa jina la Yesu. Roho za uharibifu ziachilie familia. Ziachilie familia. Roho za uharibifu ziachilie familia. Ziachilie familia. Ziachilie uchumi wako. Roho za uharibifu toweka achilia kwa jina la Yesu. Achilia sasa, ninakulazimisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Achilia sasa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Yesu makofi ya utukufu. Yesu makofi ya utukufu. Karibu kaa. Wanasema inuka, maana kazi hii inakuhusu wewe, shughuli hii inakuhusu wewe. Inuka. Wanasema ukajipe moyo, ukaifanye kazi hii. Yaani jipe moyo kuifanya, maana kazi kwa ajili yako wewe. Alafu na sisi tuko pamoja nao. Unapoanza kuifanya tu, mbingu iko pamoja nao. Unapoanza kuifanya tu, malaika wako pamoja nao. Sema amina. Jipe moyo mkuu ukaifanya. Haleluya. 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 Yesu akatoa hesabu akasema, wale wote ulionipa sikumpoteza hata mmoja, ila tu yule ambaye alikuwa ni mwana wa upotevu ulipata kutumia andiko. Yule mwana wa upotevu tu ndiye aliyepotea, ila wale ulionipa wote sikumpoteza hata mmoja. Kama Mungu amekuamini wewe uombe hiyo familia, hakikisha apotee mtu. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Hebu tuangalie kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 6 na 7. Yohana sura ya kwanza mstari wa 6 na 7. Yohana sura ya kwanza mstari wa 6 na 7 inasema, palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Sema palitokea mtu ametumwa. Sema mimi nimetumwa. Rudia tena, nimetumwa kwenye huo mji. Sema pale napokaa sikai kwa bahati mbaya. Nimetumwa na Mungu hapo. Haleluya. Haleluya. Na maandiko yanasema Mungu hataacha mguu wako usogezwe. Sema amina. Anasema palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyu alitumwa kwa ajili ya ushuhuda. Wewe ulitumwa kwa ajili ya kukomesha mateso pale kwenye familia. Wewe ulitumwa kwa ajili ya kuhakikisha ile familia inakaa salama. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Okay. Hebu sema nimetumwa kama Bwana alivyotumwa. Nitume kama
Haleluya. Umetumwa uwe pale kwenye familia, umezaliwa pale. You are a mission of God. Listen my friend. Kila mahali ambapo pana watu wema 10, pana mtu mmoja mbaya. Narudia tena. Mama, mnapokutana hapa mnafanya maombi kwenye hili kanisa. Kila walipokusanyika wenye nia njema kuombea kanisa, kuombea ratiba za kanisa, kuna mtu mmoja amepandwa na shetani ili kuvuruga, kuzuia kusudi lile jema lisisimame. Waimbaji mnaponisikiliza, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waimbaji mnisikilize nyie mnapoimba. Kila palipo na watu 15, kuna mtu mmoja amepandwa wa shetani. Kama wapo watu 15 waliokusudia kufanya mema, yuko aliyepandwa mmoja au wawili na shetani kuvuruga, kuleta uharibifu, kuhamisha wengine. Anaonekana naomba kama wao, anaonekana naimba kama wao, lakini ni rahisi kutumika na shetani kuleta uharibifu. Haleluya. So ni lazima muwe na ufahamu huu katika roho. Sema amina. Sema amina kubwa. Usio ukasema ni fulani mimi alinisababisha nisiende tena kukusanyika na wanawake, ni fulani alinizuia mimi nisiende kuimba. Hiyo sababu yako haitakuwa na maana mbele za Mungu siku ile ambayo utahukumiwa. Hiyo sababu itakuwa ni yako na familia yako, sio mbele za Mungu. Pale kwa Mungu wengine watatokea utasema hata mimi nilizuiliwa, nilisumbuliwa, niliteswa, nilifanyaje, lakini nilishinda, niliweza kupigana nikashinda. Utaambiwa kama mimi nilishindwa, kwa nini wewe ushindwe? Yaani watakatifu watasimama kuweza kushuhudia, kuhukumu wengine. Ndio maana maandiko yanasema mtawahukumu hata malaika, mtahukumu watakatifu. Ndio hukumu nyumba ya Israeli. Sema amina. Sema amina. Sema kama wengine wanaweza, hata mimi ninaweza. Na ukiona unafanya kitu ambacho hakina upinzani, mnisikilize vizuri sana. Waimbaji, mkiona mnafanya kuimba na hamna upinzani wowote, bado hamjaugusa moyo wa Mungu. Kiongozi wa mama, ukiona unaongoza watu na upingwi, utambue bado unaugusa moyo. Kama hakuna moja linatokea kama gugugugu hivi linasumbua, bado hujaugusa moyo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa hatumfukuzi, tunasema hivi, acha ngano na magugu vimee nini? Wakati wa mavuno ngano zitatengwa na magugu yatafanyaje? Yatatengwa. Kwenye kanisa kama hili ninapoongoza, si wote watanikubali, wako watakaopinga. Kwenye familia, point yangu nini? Sio kwamba nazungumzia mambo ya kanisa. Nataka kukuleta hivi. Pale kwenye familia ulipo, usitarajie kwa vile unawaombea sana wote watakukubali. Kuna mmoja au wawili watapatana kukupinga na kukataa kabisa unachokifanya, kwa sababu wamepandwa na shetani kwa ajili ya kuleta uharibifu. Haleluya. Amen. Sema kila aliyewekwa kwa ajili ya kuleta uharibifu hata zuia kusudi la Mungu aliloliweka ndani yangu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ulishawahi kufikiria watoto wanaenda shule kwenda kusoma? Wakiwa uko shuleni wakiwa wanasoma, kuna vitoto vilikuja sio kusoma. Vililetwa ni misheni ya kuzimu. Vimeletwa ni vitoto vichawi. Vimeletwa kazi yao watoto wakiwa melala, vyenyewe vilali vinawanga, kuvuruga wao wasifanye vizuri kwenye masomo yao. Kila palipo na watu 10 waliokusanyika wenye kusudi jema, kuna pandikizi la shetani. Na kila mahali palipo na watu 10 wabaya wanaopanga kufanya mabaya, kuna pandikizi moja kutoka mbinguni. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nisikilize sasa. Kwa hiyo kwenye ile familia, pamoja na kwamba unaijua jinsi ilivyo, ni watu ambao hawamtaki Mungu, ni watu wanaotukana mambo ya Mungu, ni watu wanaosema umepotea. Ujue katika hao waovu wote, wewe ndio pandikizi jema lililopandwa na Mungu. Sema amina. Amen. Na kupitia wewe mapenzi ya Mungu yatatimizwa kwenye familia. Amen. Sema amina tena. Amen. Ndio maana kukuloga hawezi, kukua hawawezi, kufanya chochote hawawezi, kwa sababu kila mahali ulipo na malaika yuko pale kukulinda. Amen. Uchawi ukirushwa tu anakuzuia kuna kuingia kwako, maana wewe ni mteule wa Mungu, umewekwa kwa ajili ya kazi hiyo. Wewe ni mteule wa Mungu, umewekwa kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu hapo kwenye familia. Hebu sema mimi nimetumwa. Yaani zidi ushie mtu hii maiki kwanza elewe.
Bwana asifiwe sana. Hebu sema mimi nimetumwa. Asante sana. Hapo umesema sisi. Hebu sema mimi nimetumwa kwenye hapo mahali nilipo nimetumwa. Sema pale nilipo nimetumwa. Pale nilipozaliwa nimetumwa. Ni kinyume cha udongo. Wewe ndio umetumwa hapo. Ili ubadilishe pale ukafanye pawe kama Ulaya. Amen. Na itawezekana ila kwa kuanza kuomba. Sema amina. Amen. Haleluya. Watu wa dunia wanasema baada ya dhiki huja nini? Baada ya dhiki huja nini? Kwa hiyo ukikaa kwenye nyumba cha udongo hata kama kinaangukia, no problem. Siku moja utakaa kwenye jengo. Haleluya. Lakini haitawezekana kubadilisha mazingira maana yamekuwepo vizazi tangu vizazi. Haitawezekana mimi nisipokubali kuinuka maana shughuli inanihusu mimi. Wewe unawajua watu wa familia walimu. Kule nyumbani unawajua. Ukiwaita tu hata wafanye maombi wanakuja. Ila ni wewe tu uliye kierere unafunga mlango wako unaanza kuomba. Ni wewe tu. Wewe tu. Unazunguka kwenye nyumba mwenyewe. Baba katika jina la Yesu aliye hai, kumbuka hii familia Baba. Nyosha mkono wako Baba. Inua mkono wako, ponya Bwana. Ponya Bwana, ponya Bwana, ponya Bwana, ponya Bwana. Na ukiamka asubuhi wanakuita mchana. Wale ndio unaomba. Inuka, jipe moyo mkuu. Maana mbingu iko pamoja nawe kuifanya hii kazi. Amen. Sema amina. Amen. Bado kitambo kidogo tutaenda kuvaa taji. Amen. Taji ya heshima, taji ya utukufu. Wale waliokukataa hawataweza kukukataa tena. Amen. Najua Yusufu kilichomletea shida kwa ndugu zake ni swala la kuwatawala. Ndugu zake hawakukubali kabisa. Yaani wewe unamtawala. Baba akamwambia, "Ishi hapa." Yaani ni kitu gani hichi? Ndoto ya namna gani hii? Ya kijinga namna hii unaota? Yaani mimi na mama yako tuje tukasujudu mbele yako wewe pamoja na ndugu zako. What kind of dream? Ndoto ya namna gani hii? Ishi hapa na nisikusikie tena. Ila cha mbingu cha kibingu akizuilikani. Sema amina. Amen. Kama umepakwa mafuta, umepakwa mafuta tu. Amen. Sema mimi nimepakwa mafuta kwa ajili ya familia yangu na kwa ajili ya wengine. Haleluya. Kwa palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Na huyu alitumwa ili anyooshe njia, atengeneze mazingira. Na wewe umetumwa kwenye ule mji. Kuna watu wanataka wanajiuliza maswali ya ajabu sana. Nakumbuka siku ile ambayo nilisema kwamba kuna mtu huko hapa anasema kwamba mimi nakoseaga kila kitu. Sikujua huyo mtu ni nani. Alipokuja kwa sababu hakujificha, akaja akasema ni mimi. Nikampa maandiko, akaomba kama ndivyo Mungu alivyotaka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Unaweza ukakaa kwenye mji ukasema, hivi nilitoka wapi hapa? Si kama unanielewa ninachoongea. Kwa nini hii goma la kwetu liko hivi? Ni nani mwingine anayeweza kuona hilo goma liko hivyo kama unavyoliona wewe? Nani anaweza kuona? Hakuna, ni wewe tu mwenye upeo wa kuona. Ndio unasema hili goma likoje? Kwa nini hili goma liko hivi? Mungu anakuonyesha wewe na amekupa macho wewe ili ushughulike nalo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Israeli waliposikia kwamba Mungu amewajilia, Mungu amewakumbuka, wakasujudu, wakainama mpaka chini. Haleluya. Haleluya. Hebu sema nyumba yangu itamtumikia Bwana. Hebu sema ningali ninaishi, nitawafanya watu wamjue Mungu. Nitaibeba familia kwa jina la Yesu. Sema nitaibeba kwa jina la Yesu. Sema tena nitaibeba kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Alitokea mtu ametumwa kutoka wapi? Kutoka mbingu. Okay? Angalia kitabu kile cha Wagalatia. Wagalatia ile sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 5. Wagalatia 4. Wagalatia 4 hadi 5. Tumoja nisome tafadhali.
Wagalatia 4:4-5. Amen. Hata ulipotimia utimilifu wa wakati. Sema kuna wakati unatakiwa kutimia. Sasa ule wakati ulipotimia, sasa ni wewe umetumwa. Alafu wakati huo ulipotimia wa kuisaidia familia, ndio na mimi nikatumwa ili tukutane aliyetumwa na aliyetumwa. Haleluya. Ili kwamba nikutie moyo, nikwambie jipe moyo mkuu ukaifanye kazi hii, maana mimi niko pamoja nawe. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Watu wanafikiri wamekuja hapa kwa bahati mbaya. No, you are here with a purpose. Uko hapa kwa makusudi. Na usijione wewe ni mtu wa bahati mbaya. Ndio maana umepita kwenye mapito magumu ambayo hakuna mtu ambaye amepita kwenye mapito hayo na bado uko salama mpaka leo. Na uko bado uko na afya yako, uko na amani, uko na uzima. Wengine walipita kama wewe hawakupona. Wengine walipita kama wewe wakapotea, lakini wewe uko hai. Ujiulize kwa nini uko hai? Bwana alikutenga, amekupaka mafuta. Ulikuwa unasubiri majira kama haya. Saa imetimia ya kuikomboa hiyo familia. Sema amen. Sema hakuna uchawi tena, wala uganga tena, wala magonjwa tena, wala laana tena, wala umaskini tena juu ya familia yangu, juu ya familia yangu. Damu ya Yesu imelipa kila kitu. Kwa jina la Yesu leo nadai haki ya familia yangu, nadai haki ya ndugu zangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. 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 Yesu makofi yako basi. Familia moja ya jirani Samuel, sio mbali sana. Kutoka hapa sio mbali sana. Shetani alitesa hiyo familia kwa kuifunga wasiwe na maendeleo na wasiingie wanawali kwenye mji, wasije wakazaa watoto wa kiume. Sasa katika kuombaomba na hiyo familia, kuna watu wawili wanapenda Mungu sana. Katika kuomba naye nikaonyeshwa kitu. Mungu akanionyesha na vitu vilivyotendeka zamani sana, nikabisema. Wakasema kweli kabisa, jambo hili hakuna mtu anaelewa. Ila mimi mmoja wao anasema mimi ndiye naifahamu chini. Ambia tufunge na kuomba. Tukaomba na Mungu akawapa ufahamu wa ziada, wakaachilia sadaka. Tulipomaliza kuomba wakaachilia sadaka, zikapita siku kadhaa, Mungu akaanza kuikumbuka ile familia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa mambo yalivyoanza kuiva kwenye ile familia, adui wa ile familia akaja, alifuata. Ndio mtumishi wa Mungu, ninapenda sana kuja kwenye ile kanisa lako. Ninatamani sana niwe hapa na muomba Mungu. Na mjua ni Kigaguri. Natamani sana kuwa hapa. Sasa mbona hauji? Akaniambia shida yangu ni moja tu. Mama fulani ni mtu mbaya sana. Na kila siku anakujaga hapa. Lakini baba yangu ameficha matunguri. Mwambie matunguri. Wapi ameficha? Ameficha nyumbani kwake. Mimi naomba ufunguze hapa, alafu nitakuwa nakuja kwenye maombi. Nikamwambia baba, wewe ni mwanga uliyeshindikana. Tumekaa pale. Kamwambia wewe ni mwanga uliyeshindikana. Hebu nataka niufukuze huyu ili wewe uje, wakati wewe ndio unapigana na familia yake. Kaniambia babangu unanisingizia. Nikamwambia ni wewe ndio unapigana na hiyo familia. Alafu nikamwambia mama, mlango uko pale. Sikuongea naye mara mbili, nikaenda ofisini. Bwana asifiwe sana. Akienda kishtaki bali namwambia sijawahi kukuambia kitu cha namna hiyo. Tena ulikoma. Bwana asifiwe sana. Hauwezi kukomesha ubaya
huwezi kumweleza mbaya ukweli. Bwana asifiwe sana. Amen. Eti anakuja hapa mama watu tumekaa naye hapa muda mrefu. Anaingia morning glory kila siku. Tena alishamsikaga hata na maisha yako kwa sababu. Alafu leo unaniletea story baada ya kuwafungua uliokuwa umewafunga. Wewe sitakuelewa. Haleluya. Eti mfukuze hivi nini? Nikamwambia wewe ni mwanga uliyeshindikana. Mwanga mkubwa wewe. Ndio siwezi kumfukuza kwa sababu wewe ndio unaitesa ile familia. Alafu unasema ameficha tu. Katupe kwanza za kwako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa kama alivyofunguliwa huyo mama, nataka kuhakikishia na wewe utafunguliwa na kuzidi hapo. Amen. Yule adui anayepigana na familia yako, utakuja kumtafuta, utamuona, atakuja kuanza kujifanya kutengeneza urafiki na wewe. Wakati anatengeneza urafiki na wewe usibali. Yaani adui ameona kwamba kwa vile sasa mimi ndio nimekuwa msaada huyu mama Mungu amenitumia, aliyetumwa aje anirubuni kwamba anataka kuja. Wewe unamjua Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, anaona kila mahali mpaka mvunguni. Bwana asifiwe sana. Nikamwambia wewe ni mwanga uliyeshindikana. Haleluya. Nikamwambia mlango uko pale. Hapo nikatoka ngengena. Sitakuongea mara 2 wala mara 3. Kwa sababu kitu cha kwanza nilisikia hasira ambayo sijawahi kuisikia. Roho Mtakatifu aliniletea hasira ambayo sijawahi kuisikia. Yaani angeendelea kunisemesha, sijui ningeongea nini. Bwana asifiwe sana. Watesi wamejificha. Wanapoona mlango unafunguka, Mungu ameitembelea familia, wanatafuta namna ya kuwatenga wale watu na neema ili waendelee kutesa familia. Yaani umeanza kufunguliwa, umeanza kupona, miujiza imeanza kutokea. Wakiona wamekushindwa huko, watajifanya na wao wanakuja kanisani. Alafu wakija kanisani watakaa kanisani, alafu watainua maneno. Lakini wanachokitafuta ni kukurudisha wewe nyuma, kukutoa ili wakakufurikie kichawi. Usikubali kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Sema sitakubali kwa jina la Yesu. Sema nitasimama mpaka kila kitu changu kiwe salama. Au serious. Sema nitasimama mpaka kila kitu changu kikae salama. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ni mimi niliyepakwa mafuta kwa ajili ya hii familia. Sema ni mimi niliyepakwa mafuta kwa ajili ya hii familia. Yesu anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Amenitia mafuta ili nihubiri injili kwa watu hawa, alafu niwafungue waliofungwa, niwaache huru waliosetwa, kisha nitangaze mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Sema amen. Ni mwaka uliokubalika kwa ajili ya neema ya Mungu juu ya hiyo familia kwa jina la Yesu. Ni mwaka uliokubalika wa hiyo familia kuwa na furaha tena kwa jina la Yesu. Ni mwaka uliokubalika kwa hiyo familia kula mema ya nchi kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Amen. Haleluya. Amniwaambie mtumikieni Mungu bila kuhesabu. Yaani usihesabu. Kuna roho za ushindani zinawezaga kuibuka. Yaani kwa mfano mpo kanisani sasa hapa na mnafanyaje usafi hapa ndani kwa mfano. Mtu anatokea anasema, "Jamani mimi mnaniachaga tu kila siku nafanya usafi." Usihesabu hayo rafiki. Kwa sababu yamkini wewe ndio Mungu amekuweka hapo iwe jaribu lako na kipimo chako ili akuinue akutukuze. Sasa ile taji utakapoanza kushindana, unaipoteza taji. Unapoteza ile baraka yako. Wewe unapoona wao wameacha wataki kutimiza wajibu wao, wewe simama, fanya kazi yako, imba nyimbo zako za tenzi za Roho. Mungu akuinue. Haleluya. Amen. Haleluya. Unapoombea familia, nimeanza na hapa. Unapoombea familia, usisubiri wakupe shukrani. One of the biggest mistakes makosa makubwa mnayofanya, moja kati ya makosa makubwa ni kutaka wajue wewe ndio unaoombeaga. Hilo ni kosa kubwa sana. Hivi unajua wewe hata ile gari umenunua ni nini? Ndio ni wewe, kwani kuna haja gani kumwambia? Anayekulipa wewe ni nani? Sio yeye, ni Bwana.
Bwana asifiwe sana. Na ukitaka ya kutukuza utakuwa umepoteza baraka yako kutoka kwa Bwana. Haleluya. 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 Pokea neema kuvumilia kwa jina la Yesu. Wewe furaha yako iwe ni kuwa na Bwana. Utakaa nyumbani mwa Bwana siku zote, utazame uzuri wa Bwana. Haleluya. Akiwatendea wema good. Usitafute heshima. Na ukikugaraisha usitake kujitutumua kuonyesha wewe ni nani. Muamini Mungu. Haleluya. Mungu wangu akakutendea makubwa kwa jina la Yesu. Pokea neema na neema na neema juu yako. Mathayo ile sura ya 15 mstari wa 24. Mathayo 15, tafuta Mungu. Ndio maana katika wale wanawake walioolewa kwenye mji wote wanaweza kuwa na amani, lakini wewe ndio una mapito kuliko wote. Kwa sababu shetani anapigana na wewe akijua kabisa wewe ndio mkombozi wa hiyo familia. Sasa ni mkombozi kwa maana ya kwamba watoto unaowazaa watakuja kuwa watu wakuu watakao kuja kuleta heshima kwenye huo ukoo, kwenye hiyo familia. Kwa anapigana na wewe kuzuia uzao. Au ni mtu utakao ukoo hiyo familia kwa sababu wewe peke yako ndio muumbaji. Wewe ndio unang'ang'ana kwenda morning glory. Wewe ndio unaingia kwenye ibada. Wewe ndio unasimama kuomba kwa ajili ya familia. Wewe ndio ukisikia jambo lolote kwenye familia ndio unaenda kusimama mbele za Bwana kuomba Mungu anyoshe mkono kuisaidia familia. Kwa adui anapambana na wewe kukuzuia, yamkini usisimame kwenye zamu yako ili kwamba aweze kuishinda familia na kuitesa. Hebu sema hawataniweza kwa jina la Yesu. Sema mimi sitakufa, wala sitakamatwa na wachawi, wala sitakamatwa na waganga, wala sitaonewa kwa jina la Yesu. Ukiri wako ndio unaosababisha uwe na haki. Hebu sema kwa jina la Yesu natangaza leo adui hatanishinda, shawi hatanishinda, mganga hatanishinda, wapunga pepo hatanishinda, wapiga bao hatanishinda. Kwa jina la Yesu magonjwa hatanishinda, adui hatanikamata mimi. Kwa jina la Yesu lazima niifanye kazi ya Bwana na kuimaliza, na kuimaliza kwa jina la Yesu aliye hai. Tangu ulipotangaza hivyo umeshapewa neema na Roho Mtakatifu. Sema amini. Sasa kama ni tumbo lilikuwa linakusumbua, halitakusumbua tena, maana nimesikia. Kama ilikuwa ni vidonda vya tumbo, vimesikia kwa jina la Yesu. Kama ni pressure, imesikia kwa jina la Yesu. Kama ni sukari, imesikia kwa jina la Yesu. Utasimama ifanye kazi ya Bwana mpaka imalize, mpaka familia iokoke, iache mambo ya kipepo, mambo ya shetani, mpaka pepo liondoke kwenye nyumba, watu watokee wanaomcha Bwana. Sema amen. Yesu anasema sikutumwa kwa ajili ya wengine ila kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Umetumwa kwa ajili ya watu fulani. Can you imagine? Yale matatizo ya familia usiyotaka wewe unayatangaza, useme sitaki kitu fulani kwa familia. Sitaki kitu fulani. Nimekipinga na nimekifunga kwa jina la Yesu. Hebu ndio mikono juu, sema Baba wa mbinguni, naomba neema yako ikawe juu yangu kupita siku nyingine zote. Roho wako awe juu yangu kuniwezesha kufanya kazi kwa ajili ya ufalme wako. Roho wako Bwana afurike juu yangu saa hii, uniongoze niyafanye mapenzi yako katika jina la Yesu. Asante Bwana maana umetenda, asante Bwana maana umefanya. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe. Asante Bwana maana uko pamoja nami kukomesha mateso, kuondoa kila taabu, kuondoa kila maumivu. Jina lako litukuzwe Bwana kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya nyumba yangu, kwa ajili ya ndugu zangu. Nakataa uonevu leo, nakataa mateso leo, nakataa maumivu leo, nakataa magonjwa leo ndani ya familia yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu mapande ya uharibifu yote yaliyorushwa ndani ya familia, magonjwa yote yaliyorushwa ndani ya familia leo nayapinga, leo nayakataa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu nakemea kila uharibifu, nakemea kila roho iliyorushwa
kufa ndani ya familia kwa jina la Yesu aliye hai. Nakomesha kwa jina la Yesu. Sauti hii isikike kwenye ulimwengu wa roho wa familia yangu kwamba nakataa kila laana, kila mikosi, kila magonjwa, kila tabia isiyompendeza Mungu. Leo naikataa ndani ya familia na nyunyiza damu ya Yesu katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Na nyunyiza damu ya Yesu, na nyunyiza damu ya Yesu kufanya upatanisho, kufanya ukombozi ndani ya familia kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu peleka damu ya Yesu, nyunyiza kila mahali kwenye familia. Tangaza na nyunyiza damu ya Yesu ndani ya familia yangu, ndani ya familia, ndani ya ukoo, ndani ya familia, ndani ya ukoo. Na nyunyiza damu ya mwana kondoo. Ondoa kila aina ya jambo lisilompendeza Mungu. Kukomesha kila aina mabaya na laana. Ninaiachilia damu ya Yesu ndani ya familia, ndani ya familia. Ninanyunyiza kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ninaiachilia damu ya Yesu jioni leo. Ninanyunyiza damu ya Yesu jioni leo. Ninaiachilia damu ya Yesu jioni leo. Naachilia damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, oh damu ya mwana kondoo. Ninainyunyiza kila mahali kwa jina la Yesu. Ninainyunyiza kila mahali kwa jina la Yesu. Ninaiachilia kila mahali kwa jina la Yesu. Damu ya mjumbe wa agano jipya, damu ya mjumbe wa agano jipya. Ninaiachilia kwenye kila madhabahu, madhabahu za ukoo, madhabahu za kifamilia. Ninazikomesha kwa damu ya Yesu. Ninafungua kila aliyefungwa, kila aliyefungwa kwenye madhabahu, kila aliyefungwa kwenye tabia za ukoo, kila aliyefungwa na roho za kuzimu, roho za kichawi na za kitanga. Ninamfungua sasa, ninamfungua sasa kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Tamka kufungua familia, tamka kufungua familia sasa. Tamka kuifungua ile familia iliyofungwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tamka kuifungua hiyo familia, tamka kuifungua hiyo familia iliyofungwa, hiyo familia iliyofungwa, hiyo familia iliyofungwa, hiyo familia iliyofungwa, familia yako iliyofungwa. Tamka kuifungua kwa jina la Yesu aliye hai. Rama baba, eneo uchumi nafungua, eneo la uchumi nafungua, ndani ya familia nafungua, ndani ya familia nafungua, eneo la uchumi nalifungua, ndani ya familia, ndani ya familia, ndani ya familia, eneo la maendeleo, maendeleo ya ujenzi, maendeleo ya ujenzi, kujenga nyumba, kununua mashamba. Ninafungua, ninafungua kwa jina la Yesu aliye hai. Ninafungua, ninafungua kila kilichofungwa kwa jina la Yesu aliye hai. Nafungua, nafungua, nafungua kwa jina la Yesu. Nafungua kila palipofungwa. Naondoa vizuizi, naondoa vizuizi, naondoa vizuizi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kila kizuizi nakiondosha. Every blockage, every blockage kwa jina la Yesu aliye hai. Kizuizi chochote kwenye ulimwengu wa roho ninakitosha, ninakitosha, ninakitosha kwa mamlaka, ninakitosha kwa mamlaka, ninakitosha kwa mamlaka jina la Yesu. Ninaondoa maneno mabaya yote, vya sheria vyovyote vilivyowekwa kwenye ulimwengu wa roho kusimamia matatizo kwenye familia. Ninaviondosha sasa, ninaviondosha sasa kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakomesha, ninakomesha nguvu za kichawi, nguvu za laana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Napandikizi yote, napandikizi yote kwa jina la Yesu aliye hai.